Life Fitness Showtime. Ya mpenzi mtazamaji wa UKC TV, tuko hapa ndani ya ukumbi wa Magomeni, Magomeni sokoni hapa, ndani ya ukumbi wa Mafia Boxing Promotion, katika tukio zima la mkutano wa waandishi wa habari kuelekea fight ya Knockout ya Mama Season 7, Knockout ya Mama Season 7 itakaofanyika pale tarehe 31 ndani ya uwanja wa Posta Kijitonyama. Ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena inakwenda na msimu huu wa 7 wa Knockout ya Mama pale katika viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa viingilio rafiki sana. Kiingilio cha kawaida ni shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Narudia tena, normal shilingi 10,000, VIP shilingi 20,000, lakini VVIP shilingi 50,000. Natumai kwa kiwango hicho cha pesa ambacho tumekiweka, Watanzania walio wengi kabisa wataweza kumudu na watahudhuria katika tamasha hilo la Knockout ya Mama msimu wa 7 tarehe 31 mwezi huu wa 12, siku ya Jumatano kwa mkia Alhamisi, nafikiri kama sitakosea. Kwa hiyo kila Mtanzania mpenzi wa masumbwi, tujeni kwa wingi kabisa kuja kuwasupport vijana wetu hawa, kwa sababu wao wanakwenda kupambana na bondia kutoka nje ya Tanzania. Ziko bouts ambazo zitakuwa ni za ndani, lakini nyingi zitakuwa ni bouts ambazo vijana wetu hawa wa Tanzania wanakwenda kupambana na vijana kutoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo kwa muda huu ningewatajia ni nani ambaye anakwenda kupanda katika usiku huu. Ndugu zangu, vijana hawa ukiwaangalia hata nyuso zao zimekuwa na bashasha na hamu kwamba kwa nini siku hiyo ifiki haraka. Ni ule utayari waliokuwa nao kulingana na mazoezi ambayo imekuwa wakiyafanya, na tunafanya hivi kuwapa walimu hawa. Mkiwaangalia hata walimu zao wanaowasimamia katika mazoezi, tunao walimu wa ndani ya Tanzania wakwetu hapa nyumbani Tanzania, lakini pia tunaye mwalimu kutoka nje ya Tanzania, Kocha Tipo. Nafikiri wengi mnamfahamu, tuko naye takriban mwezi mzima hivi sasa. Kocha Tipo nafikiri yupo hapa, amekuwa akishirikiana vizuri sana na walimu hawa ndani kwenye kuwapika hawa vijana, kuhakikisha kwamba wanakuwa na zile techniques tofauti, kwa sababu wapinzani wanaokuja wanatoka nje ya Tanzania. Kwa hiyo ukichanganya ladha, technique kutoka ndani ya nchi yetu hii ya Tanzania, kwa maana ya walimu ambao tuko nao hapa, lakini pia ukapata walimu kutoka nje ya Tanzania, tayari ukiunganisha vitu viwili unaweza ukapata jambo kubwa, jambo zuri kabisa lenye manufaa. Kwa hiyo elimu hii wanaopewa hawa wanafunzi, wanapata elimu kutoka nje ya Tanzania, lakini pia wanapata elimu kutoka ndani ya Tanzania, mbinu, kwa maana ya zile mbinu za upiganaji. Kwa hiyo tunaye Kocha Chipo kutoka Nigeria, lakini tunaye Kocha Shefa vile kutoka South Africa. Amekuwa ni msaada mkubwa sana akishirikiana na walimu hawa. Tunaye hapo kocha wetu Amis Mwakinyo, muda mrefu kabisa tuko nao. Tunaye kocha wetu mwingine, nani ambaye tuko naye hapa, Chino tuko naye. Tunaye kocha wetu Dosi tuko naye vile. Kwa ni walimu ambao walifanya kazi kubwa sana kwenye kuandaa vijana hawa, kuhakikisha kwamba wanakwenda wafurahisha au wanakwenda kuheshimisha nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa hiyo Watanzania tunawahabarisha Mafia Boxing Promotion kwa mara nyingine tena, Knockout ya Mama msimu wa 7, tamasha hili kubwa kabisa la aina yake katika mkesha wa mwaka mpya. Ni Mtopwa Boxing na Mafia Boxing katika mkesha wa mwaka mpya pale kwenye viwanja vya Posta Kijitonyama. Kwa hiyo kila mmoja awe na taarifa hii na ajiandae kwa mtoko huu. Ndugu
MC hapa Teza amenitambulisha, mimi naitwa Jacob Mbuya, ni makamu mwenyekiti kamisheni inayosimamia ngumi za kulipwa Tanzania. Nipo hapa kuthibitisha uwepo wa pambano la knockout ya mama Season 7 ipo imezinduliwa rasmi na maandalizi yapo katika hatua nzuri sana. Kipekee kabisa nitumie nafasi hii kusema kwamba Mafia Boxing wana kila sababu ya kupongezwa kwa sababu ya kuonyesha ukubwa wa vitu wanavyoviandaa. Kama nyinyi wote mtakuwa mashahidi hapa, kazi kubwa wanaoifanya ndugu zangu wanahabari kukuza mchezo huu wa boxing, kupromote. Nadhani nyinyi mtakuwa ni mashahidi, miongoni mwa michezo mikubwa sasa kwa Tanzania ni mchezo boxing, ukiacha football. Hii ni kazi kubwa inafanywa na wanahabari, lakini wanahabari wasingekuwa na uwezo wa kufanya kazi hii kama kungekuwa hakuna wadau. Na wadau hao wakina nani? Wadau hao naweza nikasema ni Mafia Boxing Promotion, ambao wao wamekuja na vitu vikubwa katika nchi yetu. Tunakumbuka miaka ya nyuma kulikuwa na mapambano mengi, tunakuta kuna pambano kubwa lakini usikute hata moja au mbili za international. Lakini tangu knockout ya mama inazinduliwa season 1, zimekuwa zikitambulishwa international fight, na mabondia wetu wa Tanzania wamekuwa kufaidika kwa kiasi kikubwa sana na hizi fight. Na mabondia wetu wa Tanzania wamekuwa kufaidika na rekodi wanazozipata kutoka kwa mabondia wa kimataifa. Kwa hiyo tuseme tu kwamba sisi kama kamisheni ya ngumi za kulipwa tunathibitisha uwepo wa pambano la tarehe 31 mwezi wa 12 ambao ni kesho mwaka mpya pale katika Posta. Mabondia wako kwenye hali nzuri, wamepimwa afya, wana leseni wote ambazo tunawatambulisha wao kama ni professional boxers, lakini pia naweza nikathibitisha kwamba wapo katika training nzuri sana kutokana na maongezi ya CEO hapa Bwana Sheali Zayumba. Kuna makocha wa kimataifa wako katika kambi zao. Kwa hiyo kwenye swala la training sina shaka, kwanza sitaki hata kuliongelea hilo, na uhakika 120% kwamba mabondia wako fit. Kwa hiyo niseme tu kwamba tujitokeze tarehe 31 kwa support mabondia wa Tanzania, mabondia wetu. Nimesikia na wasifia hapa Mafia wamekuwa wakitoa nafasi kwa kiasi kikubwa sana, sio tu kwa mabondia wao wa Mafia, lakini nimeona hapa kuna Ameri Matumla, lakini pia kuna Idi Pialali, kuna Oscar Duge, kuna Changarawe Kande. Kwa hiyo umeona kwamba sio tu wanatoa nafasi kwa mabondia wa Mafia, lakini wanatoa nafasi kwa mabondia wengi ambao hii imekuwa ni kazi yao, ajira yao ya kupatia riziki. Niishi hapa kwa sasa na niwakaribishe sana mchezo wa ngumi, na ameendelea kuhamasisha vijana wengine ambao wako chini, ambao hawajulikani, ili kuendelea kuupenda mchezo huu. Mchezo huu sasa hivi ni ajira, ni kazi kwa watu wengi. Sasa hivi umekuwa ni kivutio kwao kwa sababu makawekeza nguvu kule. Pongezi ende kwake mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan. Na kingine, mimi kama mimi nimejiandaa vya kutosha, na kwa sasa nasubiri kazi tu, ili nimwadabishe mtoto wa mtu akaenda kakanje huko kwao. Kwa hiyo kikubwa sasa hivi nasubiria kazi. Ni dozi kama mnavyojua. Mimi sinaga game zile za kitoto kama mnavyoziona hizo zingine. Game zangu zinakuwa ni ngumu. Ninacheza naye so bondia wa mchongo kwamba utatoka pale akacheza na kiazi. Mabondia wengi wa Tanzania hapa wanaocheza na mabondia hao, ukisema hata mmoja atafute arudiane na bondia niliyecheza naye, ni ngumu. Hawezi hata kumtamani kumleza kwa wingi siku hiyo, kwa sababu
ndio tukio kubwa la kufungia mwaka, la kufungulia mwaka. Kwa hiyo tutafungua mwaka pale na tutafungia mwaka pale. Kwa hiyo ndugu zangu, mjitokeze kwa wingi tuje kwenye mkesha huo wa siku ya kufungulia mwaka. Kocha Tipo ni kocha mkubwa sana barani Afrika. Unapozungumzia Tipo unazungumzia kocha mkubwa, hakuna asiyemjua. Yaani mtu yote anayefuatilia ngumi, anayependa ngumi, hakuna asiyemjua Tipo. Tipo ni kocha mkubwa, kocha mwenye skizi, kwa anakuja kutubadilisha sisi kujibu mashambulizi. Kwa hiyo sometimes kocha Tipo anatupa vitu vingi sana. Kwa hiyo ndio maana napenda kushukuru uongozi wangu wa Mafia Box Promotion. Target yao ni mbali kutufikisha sisi vijana wao. Kwa hiyo yao yote yanakuja kwa sababu ya uongozi tulionao. Shukrani ziende kwao, ndio maana watuletea makocha wakubwa kutoka nje ya nchi. Kuna kocha Tipo, kuna kocha Shefard. Hao wote ni makocha wa kigeni. Kwa hiyo wanatupa vitu vingi sana sisi mabondia wa ndani, tunapokea vitu vingi, na ndio maana kila siku, baadhi ya siku zinapozidi kwenda, tunaendelea kubadilika mabondia wa Kitanzania. Kwanza bila kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kushukuru kampuni yangu ya Mafia Box Promotion kwa kunipatia nafasi kubwa ya kwenda kugombania mkanda huu wa WBO katika division ya middleweight. Kwa hiyo nilipanga kuhakikisha siku hiyo mvua na jua mkanda huu utabaki. Nadhani kwenye posti yangu moja niliposti nikaandika kwa siku ya tarehe 61 itakuwa ni harusi yangu pale posti ya kijito yangu. Kwa hiyo nimejipanga kuhakikisha kwa mkanda wa WBO unabaki hapa Tanzania. Utofauti unakuja kutokana na mpinzani ambaye unakutana nao. Kwa hiyo kesho tunajizidi kujitengeneza na kuhakikisha kwa kila mpinzani anayekuja na kuendelea silaha zake. Kwa hiyo nimejipanga sana. Nadhani sina mengi ya kuongea mno. Tukutane siku ya tarehe 61. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia napenda kuishukuru promotion yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa kuendeleza kututunza sisi vijana na kututhamini na pia kutuwekea mazingira mazuri ya kufanya mazoezi. Kuhusu swala la kupoteza, ni swala ambalo lipo katika mchezo, na katika mchezo wote kuna matokeo matatu: kuna kushinda, kudraw na kupoteza. Lakini wote tunapokwenda pale hatuendi kwa nia ya kupoteza, tunaenda pale ili tushinde. Kwa naamini mimi mwenyewe pia nilienda pale kwa ajili ya kushinda, lakini haikuwa bahati, lakini nimejipanga vizuri. Kwa hiyo tukutane tarehe 31 inshallah. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo salama. Napenda kushukuru uongozi wa Mafia kwa kutupatia fight, kwani tunaona mwendelezo mzuri wa boxing unavyoendelea, kwa sababu nimetoka amateur, nimeingia pro, naelewa vizuri, nimepewa mechi kadhaa nimecheza, na ninaamini po one day yes tutakuja kucheza mkanda mkubwa sana kupitia kampuni hii hapa. Kwa napenda kuwashukuru wote, waandishi wa habari wote. Tarehe 31 ni siku ya kuonesha vipaji. Kwa nawakaribisheni wote mmoja kushuhudia burudani. Hatuna mambo mengi sana. Nadhani mtakuja kufurahi wenyewe pale kuona mikono ikitembea. Asanteni sana. Asalamu alaykum. Salaam. Nachoweza kusema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu, nimejiandaa vizuri ndio fight. So tunasubiri tarehe 31 twende tukawaonyesha Tanzania tumeongeza nini katika huu muda ambao tumekaa hapa nje ya ring. So naomba wapenzi wa boxing mjitokeze kwa wingi tarehe 31 Kijitonyama nje ushuhudie masumbu. Karibuni sana. Tutaonyesha kwa nini tumekaa muda mrefu na tumerudi na kitu gani. So nawakaribisha sana. Kwa majina Saidi Hakim. Namshukuru Mungu alhamdulillah mpaka hivi leo nipo salama. Namshukuru Mungu, nimeyapata maandalizi yangu kutoka kwa walimu wangu wakiongozwa na kocha Hamis Makinyo. Lakini pia vile vile nipende kusema kuwa hakuna game ngumu, naweza nikasema hakuna game ngumu sana kama game za ndani kwa ndani. Kwa mimi nitaki kusema tu katika game ambayo kwamba itakuwa ni ngumu sana ni mechi ambayo kwamba ninakwenda kuicheza. Hivyo ndugu yangu nipende tu kusema kwamba wananchi karibuni sana tuje tuone hiyo siku, kwa sababu ninayecheza naye so mtu wa kawaida tu, ni mjuzi, anajua kwanza amenizidi kwenye mechi, ana mechi nyingi kuliko mimi, lakini
mimi siangalii uzuri wa mechi zake, mimi naangalia uzuri wake niweze vipi kucontrol na niingie vipi katika mechi yangu. Maandalizi tumejiandaa vizuri. Mimi niseme tu sina mengi ya kuzungumza, ila mikono ina mengi ya kuzungumza. Kwa hiyo tusubiri tarehe 31 viwanja vya Posta Kitonyama. Tuone itakuwaje. Asanteni sana. Swali la mwisho na la upendeleo baada ya hapa tuomba sasa uondoke. Mafia Boxing Promotion kila season umekuwa na utofauti wa kipekee. Utofauti huu tutegemee kwenye season tu au tutegemee pia na kwa nyinyi mabondia? Kuna kitu gani cha kusema hapa? Utofauti mtegemee kwa sisi mbondia, kwa sababu tunao walimu wa kutosha na wenye vipaji mbalimbali, wenye viwango mbalimbali tutaweza kutubadilisha. Kwa hiyo sisi kama sisi ni kutoa shukrani tu kwa kampuni yetu ya Mafia Promotion Boxing kwa jitihada ambazo zinazifanya kuonyesha vile ambavyo vinatakiwa kufanya. Bwana, kwa majina naitwa Karolo Amiri kutoka Mafia Boxing Promotion. Kwanza napenda kushukuru uongozi wangu wote wa Mafia Boxing, na pia nipende kushukuru kampuni yangu pendwa ya Tabu Cosmetics kwa support mpaka hapa. Kuhusu maandalizi yangu, mimi nimejiandaa vizuri sana kuelekea pambano langu tarehe 31. Kama kawaida yangu, bora kufa kuliko nyonge. Nyuma mbali mbele mbali. Aitwa mwanamke mpaka mkome msaini. Anaitwa Karolo Amiri. Bauti iliyotoka kumalizika kwa maana fight iliyopita, wewe mmoja kati ya mabondia ambao pia mlipoteza kama kumbukumbu zangu zinaniambia vizuri. Kwa nafasi ya pekee kabisa waajili wa Tanzania kwamba je, umejipanga vipi tarehe 31 ya Liomo yamo? Kuhusu kujipanga vizuri, na mechi niliyopoteza huwa imenipa stress nyingi na pia na imenipa vitu vingi pia ya kujifunza. Na baada ya kuchatipo kocha wangu alikuwa naye kanipa ujuzi mwingi sana, na nimekaa naye chini vizuri kuhusu mechi yangu niliyopoteza, kwa hiyo kanipa vitu vingi sana. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki na pamoja na Tanzania siku ya tarehe 31, yaani mtu wa mwanamke mpaka mkome siku hiyo. Mimi napenda kufurahi kuona Tanzania kama hivi kunisupport moja wapo. Sikutegemea kama nitakuta watu kama hivi wengi bila kusupport. Hii ni jambo la hila la kwanza. La pili, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na napenda kushukuru Mafia Boxing kwa sababu wanatutoa kutoka sehemu hii kwenda sehemu tofauti. Cha tatu, napenda kushukuru uongozi wa Ngumi, TTRC kusupport vile vile na kuweza kusimamia boxing mpaka imesimama vizuri. Napenda kushukuru serikali yangu Tanzania na Mama Samia Suluhu. Napenda kushukuru pia na pamoja na uongozi wangu wote wa Manzese na kocha wangu Edward na Noeli pamoja na Peter Saburi. Mimi nafikiri sina mengi ya kuongea sana kwa sababu siku zimeshaisha na tunahitaji burudani na burudani ishafikia. Kwa hiyo tusubiri burudani ya kutosha, na mabondia tumejiandaa vizuri, tumekaa kempu. Kwa hiyo hakuna mambazi, tapigwa ngumi kweli kwa sababu mabondia wanakuja ni wazuri, ni mabondia ni viwango, na sisi tulikaa kempu kwa sababu ya kuhimili mabondia wa nchi za nje ni viwango, mabondia bora. Kwa hiyo nafikiri burudani itakuwa vizuri, wa Tanzania tutatoka kutoa hofu. Mechi imekaa vizuri, tutacheza vizuri, kwa mchezo vizuri zaidi na mchezo utakuwa mzuri zaidi. Mafia Boxing Club. Sorry for not speaking Swahili. Let's put it closer. Okay. Put it closer. Okay. So I'm very sorry for not understand Swahili, but at least I can speak the little things I can understand. So just bear with me, guys, okay? Unfortunately, I really appreciate Mafia Boxing Promotion in Tanzania. Although I love Tanzania, this is not my first time for me coming to Tanzania. So I've been in Tanzania for the last time, okay? And the event goes well. It goes so perfectly. So I really appreciate every one of them. And even the boxers, I also appreciate them because they gave me the best last time. Yeah, so that is why I have the opportunity to come this time around. So this time around, we started the journey, and I'm very sure this journey is ended already. So they do the best things for me. So I really appreciate every one of them. So thank you so much. Yes, tunakwenda kwenye msimu wa 7 wa knockout ya mama. Mimi nigusie machache tu ambayo napaswa kuyafahamu kwa maana ya kwamba ya venue itakavyokuwa. Setup ambayo knockout ya mama ya msimu wa 7 itakuwa setup ya tofauti sana kati ya zote zilizowahi kupita, kwa maana ya kwamba sisi kama Mafia Boxing Promotion
tunakwenda kufunga kalenda yetu ile ya mwaka katika ile misimu ya knockout ya mama, lakini tunakumbuka kwamba Watanzania kwa ujumla tarehe 31 tunakwenda kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha 2026. Sasa hebu pata picha hiyo combination itakuwa ya namna gani? Mimi niwaambie tu tarehe 31 setup itakayofanywa viwanja vya Posta Kijitonyama haikuwahi kufanywa na promotion yoyote ile nchini Tanzania. Hilo niwahakikishie. Na ikitokea mmekuja tarehe 31 Disemba viwanja vya Posta mkaona setting inafanania na setting fulani ambayo watu fulani waliwahi kufanya nchini Tanzania, mimi niko tayari. Natoa ahadi hii hapa. Niko tayari kutoa zawadi kubwa. Na la mwisho ni waombe wa Tanzania, ulinzi na usalama tuuzingatia sana. Mje pale nyinyi na mali zenu, na niwahakikishie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Mafia Boxing Promotion kwa kushirikiana na jeshi la polisi tumekuwa tukizingatia sana ulinzi na usalama wa wadau wetu wanaokuja pale. Na ndio maana wamekuta kwamba hakujawahi kutokea hata knockout ya mama yoyote iliyowahi kufanyika mtu amekuja pale akaondoka akasema nimeibiwa site mila ama nimeibiwa simu yangu. Kwa hiyo ulinzi na usalama, mje ninyi na watoto wenu. Usiku ni usiku wa mtoko. Na faida kubwa ya kuja na watoto wenu pale, kutakuwa na fight ya watoto, exhibition ya watoto wenzao. You never know, ukija na mtoto wako pale akamwona mtoto mwenzie, huenda ikawa kuzalisha champion baadaye. Kwa hiyo tunawasihi sana familia, mje na familia zenu. Kutakuwa na burudani kede pale zitakazofanya wewe usiboreke. Activities za kutosha, ma-celebrity wa kutosha, burudani za kutosha. Hakutakuwa na ngoma peke yake, music itakuwepo, ma-celebrity wa kutosha, lakini pia comedian kwa ajili ya kufanya wewe Mtanzania usiwe bored, kwa maana usiku kweli usiku wa mtoko kwako. Kubwa na la mwisho ni waombe tu Watanzania kwa ujumla tuiombee timu yetu ya Taifa Stars. Pia inacheza leo, iko nchini Morocco. Kwa hiyo maombi yetu ni muhimu sana, kwa sababu ni nchi kwa ujumla. Knockout ya mama na Watanzania kwa ujumla tunaiombea Tanzania Taifa Stars nchini Morocco ili kufanya vizuri. Hilo ndio ambalo ningeweza kufunga nalo. Karibu sana. Mabondia walikuwepo hapa kwa ajili ya kutambulisha pambano hili la knockout ya mama season 7 litakalofanyika tarehe 31 mkesho mwaka mpya pale viwanja vya Posta Kijitonyama, na kila kitu kimeenda vizuri, na naamini kabisa hali jinsi ilivyo na ndivyo itakavyokuwa, na ndio shamra zinavyozidi kuanza kuelekea fight hiyo kubwa, kali na nzuri ya kihistoria. Bana, nikiripoti ndani ya ukumbi wa Magomeni, nikiripoti ndani ya ukumbi wa Mafia Boxing Promotion Magomeni sokoni, Dragon Kaizo, UKC TV. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV. Fanya namna hii, au sio? Asante sana. Mazoezi afya.